Mchezaji Clatous Chota Chama Triple C ameingia kwenye headlines huko kwenye mitandao ya kijamii, magazetini na kila kona. Hii ni mara baada ya goli lake la acrobatic. Ni miongoni mwa magoli ambayo yanahesabika kuwa ni magoli bora ya msimu, lakini pia ndani ya mwaka huu goli la Chama limeingia katika rekodi ya kipekee tofauti zaidi. Mimi nikuambie tu kwamba huu ni wakati wa michezo na burudani, tukizichambua habari pamoja na matukio makubwa zaidi. Jambo la kufanya wewe ni kuhakikisha kwamba unakaa nasi hapa ili usipitwe na taarifa muhimu za kimichezo pamoja na yote ambayo yana trendi huko kwenye engo na viunga vya burudani. Mezani kwetu mada kubwa ni dabi ya Kariakoo. Mchezo ulitamatika kwa ukubwa kweli kweli. Matokeo yaliyotoka hapo hakika yaliwastaajabisha na kuwaacha midomo wazi mashabiki wa pande mbili, pande ya wanayanga pamoja na wana Simba. Hii ni kutokana na ukubwa pamoja na matarajio makubwa ya matokeo katika timu mbalimbali ikiwemo Simba, Yanga pamoja na baadhi ya timu nyingine. Macho yote yalikuwa ni kuitazama dabi ya Kariakoo, kuona ule ushindani utakuwa vipi, na ilivyozoeleka ni kwamba Yanga bwana alimtandika Simba mfululizo na watu wengi wakadhani matarajio yatakuwa ni vile vile, lakini baadhi ya watu waliokuwa kitabiri na kusema kwamba kwa awamu hizi Simba ilivyokuwa ya moto, basi Yanga lazima wajipange kweli kweli. Na kwa upande wa mashabiki wa Yanga, wao maneno hayakuwa mengi, waliamini kwamba timu yao ni bora na wana imani na timu yao, hivyo swala zima la wao kuweza kutusua kuipiga Simba ni kama kawaida ilivyozoeleka. Lakini bwana, mchezo huu hakika umekuwa ni mchezo wenye utofauti kweli kweli. Ni mchezo ambao ulikuja kwa kasi mwanzoni, na baadaye baada ya Yanga kuweza kupigwa goli za mfululizo dakika za mwanzoni kabisa, hiki kitu kiliweza kuacha hoi mashabiki wa Yanga na kuona bwana ni nini hiki kinaenda kutokea. Lakini unaambiwa bwana, matokeo ya soka ama mpira wa miguu ni dakika 90. Hiki ndicho ambacho kilichoenda kuamua kila kitu, na tuliona namna ambavyo Simba walikuwa tayari kama wamesharidhika na kujihakikishia ubingwa, lakini bwana Yanga kama kawaida wakachanga karata zao kuendelea kusakata kabumbu. Mwisho wa siku walichomoa. Prince Mpumelelo Dube aliweza kurudisha bao moja, halafu Captain Bakari Nondo Mwamnyeto naye pia akabahatika bwana kuondoka na bao lake la pili, kitu ambacho kilipelekea through ya 2-2 baina ya watani hawa wa jadi. Jambo hili limeweza kuwauma sana, na nimeona komenti pamoja na malalamiko mengi sana huko kwenye kurasa mbalimbali mitandaoni. Mashabiki wa Simba baadhi wameonyesha kupaniki sana kwa kuwa wanaamini kwamba mchezo ule tayari walishakuwa wameushika na ushindi ulikuwa ni wa uhakika kwa 100%. Na jambo hili bwana, hakika wana Simba waliweza kushika mchezo mwanzoni na walikuwa wanawahakikishia mashabiki zao kwamba dabi hii ya Kariakoo iliyopigika siku ya Jumapili, yani siku ya jana tarehe 3 ya mwezi wa 5, ambapo itaingia katika vitabu vya rekodi kubwa sana miongoni mwa madabi ambazo zimechezeka kwa uhakika zaidi, na mchezo wake ulikuja kubadilika na kila mmoja aliweza kuachwa na sintofahamu. Yote hii ni kutokana na quality kwanza za timu zote mbili. Ukizingatia mechi kubwa kama ya Simba na Yanga huwa ina pressure kubwa sana, si tu kwa mashabiki pekee, hata kwa walengwa wachezaji wenyewe huwa wanakuwa na pressure sana, sababu kila mmoja anakuwa na hamu ya kumfunga mwenzake. Watani hawa na wapinzani wa muda na miaka mingi wamekuwa wakitambiana sana, na hakika ukitaka rekodi njema kati yao, basi ni mara ama ni muda ambao wanakuwa wakicheza pamoja, na katika kuona ni nani amemzidi mwenzake katika rekodi mbalimbali. Hiki ni kitu ambacho huwa kinazingatiwa sana sawa kwenye hizi dabi za Kariakoo. Hata ukitazama walimu, yani head coach kwa upande wa Yanga, ukimtazama bwana Pedro Soares anavyokuwa na hofu na pale ambapo mchezo unakuwa unachezeka, lakini pia hata ukimtazama Steve
Baka naye kwa upande wa Simba amekuwa ni mwalimu ambaye kama ana hofu sometimes hivi huwa anapitiwa kabisa na kutaka kutoka hata machozi, anakuwa na simanzi ya hali ya juu anapoona timu yake imeanza kwenda kinyume na vile ambavyo yeye mwalimu amekuwa akitaka. Sasa hivi vyote vinaendana na ukubwa na ubora wa timu husika, lakini yote kwa yote kitu ambacho watu wengi wameweza kukisifu na kimekuwa ni kama gumzo kubwa na kimeingia kwenye taarifa zote hasa kwenye upande wa michezo ni ile acrobatic goli la TikTok ambalo Clatous Chama ameweza kulipachika. Hakika ni goli lenye ufundi, close ya assist ikitoka kwa fundi maestro mchezaji wa mpira Eli Mpanzu Kibisawala ambaye ameonyesha nafasi nzuri sana na kuifanya timu ya Simba ijipatie bao la pili. Na Clatous Chama ambaye alishawahi kucheza klabuni Yanga akifanya mazoezi na kuonyesha uwezo wake mkubwa pia, lakini wana Simba wakasema hapana, tumrudishe mchezaji wetu, jembe letu lirudi hapo. Na hakika Chama anapokuwa Simba anaonyesha uwezo wake wa hali ya juu, na hiki ndicho ambacho alichoweza kukifanya. Hakika goli hili limeendelea kuzungumzwa zaidi na watu wengi wamekuwa kiliongelea goli la Chama ikiwa ni kama goli la mfano wa kuigwa na ni goli bora kwa msimu huu. Hakika Chama ajiandae tu kubeba tuzo yake pamoja na zawadi za kutosha kwa goli hili ambalo ameweza kulipachika. Sasa wewe kama shabiki, maoni yako ni yapi? Unadhani goli hili la Chama linapaswa kuingia katika goli bora la msimu huu ama ni vipi? Au unaona ni just maneno tu ambayo watu wamekuwa wakiyazungumza? Sababu kwenye burudani zetu huwa kuna magoli mengi, na baadhi ya watu wamefika mbali na kusema kwamba Chama sasa hivi ameonekana kama ile kasi yake na moto kurejea kwelikweli, licha ya kuwa tayari umri wake unasonga mbele, dakika za jioni kabisa ama maji ya jioni, lakini bado anaonyesha kwamba yuko fiti na kile anacholipwa pale Simba anakitendea haki kweli kweli. So mimi niseme hongera nyingi sana kwa Chama, nimpongeze kwa kile ambacho ameweza kukifanya, ni kitu kikubwa kweli kweli, si jambo dogo kwa goli ambalo amelifunga Chama na kuwaacha Yanga wakiwa na simanzi. Kweli ni jambo ambalo si la kulichukulia kiwepesi, na kwa kuwa Clatous Chama anafahamika kwa ukubwa ambao anaendelea kuonesha na anachokifanya pale Simba, bado ataendelea kuheshimika na kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wameitendea wema Simba kwa muda mrefu sana. Mimi nikwambie kwamba hii ni sehemu husika ambapo habari zote za kimichezo na burudani utazipata hapa. Jambo la kufanya ni kuweza kulike, kushare na kukaa nasi kwa kusubscribe.